likulli ibada lahu halawa wa likulli shay'in yadhuquhu al-insanu mimma yuridu Allah subhanahu wa ta'ala biqadri ihtimamihi biibadatihi subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na swala na salamu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ahibati fillah, Allah subhanahu wa ta'ala ametujikia sisi katika ibada, na kila ibada tunayoifanya kwa Allah subhanahu wa ta'ala inatupelekea sisi kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anatueleza wazi akituambia, thalathu man kunna fihinna wajada bihinna halawat al-iman, mambo matatu yanapopatikana katika kifua cha mmoja wetu anapata ladha ambayo kwamba ni ya imani. Ibadallah, kila ibada tunayoifanya sisi ina ladha katika nyoyo zetu, na hii ladha ambayo kwamba inapatikana katika nyoyo zetu inatokamana na hali ambayo kwamba Muislamu anajitolelea katika ibada yake. Fa in kana ibadatuka bi qira'ati al-Qur'an faladhatuka fi qira'ati al-Qur'an, ikiwa ibada ambayo kwamba unashughulika nayo sana ni kusoma Qur'an, utapata ladha ambayo kwamba ni ya kusoma Qur'an. Wakadhalika in kana ibadatuka fi qiyamul layl, na ikiwa ibada yako ni kusimama katika usiku, utakuwa ni mwenye kupata ladha katika kusimama katika usiku. Wakadhalika saira al-ibadat, na hivyo hivyo ibada ambazo kwamba ni zingine. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, ibadallah, atuambia haya mambo matatu yanapokuwa katika mja anapokuwa ni mwenye kupata ladha ambayo kwamba ni ya imani, asema yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma, iwe katika moyo wa mmoja wetu Allah na mtume wake ndio anampendeza zaidi kuliko vitu vingine. Bimaana Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa katika daraja ya juu. Tunaposikia anna Allah subhanahu wa ta'ala qad qala, tukisikia Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kitu, sawa kana amarna bi amri, Allah ametuamrisha katika jambo, fa alaina an nastamsika bidhalika al-amr, ni juu yetu kushikamana na hiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sami'na anna Allah subhanahu wa ta'ala nahana bi amri fa alaina an nantahu bihi, na lau tutamsikia Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza jambo, ni sisi kukatana na hili jambo kabisa. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Jambo la pili ni mtu kumpenda mtu, hampendi isipokuwa katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yuhibbuhu illa lillah, hampendi isipokuwa kwa ajili ya kumpenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hampendi kwa ajili kwamba yeye wanafanya naye kazi, hampendi kwamba yeye ni wa kabila lake, hampendi kwamba yeye kuna cheo kwamba amekipata, bal hampendi kwa sababu ya faida ambazo kwamba ni za kidunia. Ayuhibba almar'u la yuhibbuhu illa lillah. Na ibadallah, hili suala wengi wetu katika Uislamu tunalikosea. Tunapendana imma kwa ajili ya nasaba, tunapendana ila kwa ajili ya kwamba ni ya ukabila, tunapendana, hatupendani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio utaona kuna uzito wa mtu kupata halawatul imani, uzito na kilele ambao kwamba ni cha imani. Hawezi kupenda ikiwa mtu unampenda kwa ajili ya mambo ambayo kwamba ni ya kidunia. Bali anasema katika jambo la tatu, ayakraha yukdhafa fi nari kama yakraha yu'ida fi al-kufri kama yakraha yukdhafa fi nari, mtu kuchukia kurudi katika ukafiri. Na naam, inawezekana mtu kuwa Muislamu na anarudi katika ukafiri kwa matendo ambayo kwamba mtu anayoyafanya ni matendo ambayo kwamba ni ya kikafiri, ama matendo ambayo kwamba Allah hajayapenda. Ibadallah, angalia katika kitabu ambayo kwamba ni akida Sheikh Al-Qayrawani, Masailu al-Jahiliya allati, yale mambo ambayo kwamba ni ya kijahilia, allati haddamaha al-Islam, yaliyovunjwa na Uislamu. Haya mambo yote baadhi yake yametajwa na Imamu Dhahabi katika kitabu Al-Kabair, mojawapo ya madhambi ambayo kwamba ni makubwa. Leo kila mmoja wetu anaweza akapitia, utaona kuna chembe ambazo kwamba mtu anazipata ama alizonazo katika nafsi yake. Ibadallah, kaifa nanalu mahabbata Allah subhanahu wa ta'ala, namna gani sisi tutapata ibada, tutapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio la ajabu sisi kudai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, sio la ajabu. La ajabu ni je, Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sisi? Bali sio la ajabu
kwa wale ambao walikuwa ni sahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaambia istahyu min Allahi haqqa alhaya, faqalu ya Rasulullah inna lanastahyi min Allahi haqqa alhaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba anawaambia, muoneeni Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba wanasema ya Rasulullah, sisi tunamuonea Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumuonea Allah subhanahu wa ta'ala haya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laysa dhalika a'ni, mimi simaanishi nyinyi kumuonea Allah subhanahu wa ta'ala haya kwa muinamishi nyuso zenu. Faqala an tastahyu min Allah haqqa al-haya wa an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa, ni mtu kuhifadhi kichwa na yaliyomo ndani ya kichwa, macho yake na mdomo wake, na tumbo na yaliyomo katika tumbo lake na tumbo lake. Kisha Mtume sasa anakuambia na mkumbuke katika mauti. Kwa hiyo sio la ajabu sisi kudai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, lakini la ajabu ni kwamba je, Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda? Lau kila mmoja wetu leo atakuwa ni kujiuliza ibada ambazo kwamba ninazifanya, Allah subhanahu wa ta'ala hal yuhibbuni haqqa al-hubba, Allah subhanahu wa ta'ala haqqa al-mahabba, Allah ananipenda kadri ambayo kwamba ni ya haki, ambayo kwamba ni ya kumpenda. Ibada Allah, kila mmoja wetu katika hizi afanye bidii, awe yeye atakuwa ni mwenye kuzichukua baadhi zake, ili awe ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Famin hadhihi ibada Allah qira'atu likitabillahi jalla fi ula bitadabbur, mtu kuisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na mazingatio. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ameandika katika kitabu, akaziweka hivi vitu 10 vya mimi na wewe, ili Allah subhanahu wa ta'ala atupende sisi. Lau tunampenda Allah subhanahu wa ta'ala, innal muhibba liman yuhibbu al-muti', yule ambaye kwamba anadai kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala ni amtii Allah subhanahu wa ta'ala. Namna ya kwanza ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kwamba yeye atapenda kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Asema wadhalika litadabbur wa tafakkur, mtu kuzingatia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyatekeleza. Bali anasema pia vile vile waliakhdhi maaniha, na mtu kuchukua maana ambayo kwamba ni ya Qur'an, sehemu ambayo kwamba ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au ni kuchukua amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehemu ya makatazo aache katika makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla fi ula, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Qur'an ni kitabu ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lengo na madhumuni ya kututeremshia Qur'an, liyadabbaru ayati, ili sisi tuzingatie aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayati Allah subhanahu wa ta'ala ameleta katika Qur'an aya zake ili sisi tufikirie katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja wa min ayati an khalaqa lakum al-layla wan-nahar. Hizi zote ni katika miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tuzizingatie. Bal Allah subhanahu wa ta'ala akawa ni kuelezea na kusema afala yatadabbaruna al-Qur'an, katika sura Muhammad, je, hawazingatii Qur'an? Am ala qulubin akfaluha, ama katika mioyo zao zinazidi ambapo kwamba ni kufuli. Leo sisi sote tunafahamu, tunapotoka nyumba zetu tunafunga kwa kufuli kwa usalama ambao kwamba ni nyumba zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anachukua huo mfano akitupatia sisi, hatuizingatii hii Qur'an, ama katika mioyo zetu zina kufuli. Na naam, moyo kando na kwamba ni kipande ambacho kwamba ni cha nyama, unapata ile ambayo kwamba ni kutu, rust. Your heart can get the rust. Allah subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ashaddu hali ni moyo wa Muislamu kuwa unaweza ukapata kutu ibada Allah na ukawa ni mwenye kuharibika, lakini moyo utakuwa ni mwenye kupata uhai ikiwa utakuwa ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama al-amr thani ibadallah, jambo la pili, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu alikuwa ni mwenye kuwaambia wale wenzake, la tanthuruhu kathrata ad-daql wala tahdhuhu ka hadhi ash-sha'r, kufu 'inda awajibihi wa tarku kufu 'inda awajibihi wa harqu bihi al-qulub wa liyakun hammu ahadukum akhir as-sura.
Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anawaambia masahaba katika kuizingatia Qur'an, msiisome hii Qur'an kwa haraka zaidi, bali pia vile vile msifanye kama ni mashairi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipoleta Qur'an, alipokuja na wasomia Makureishi, walimuita shair, wakamuita majnun. Asema hii Qur'an msipeleke kama mashairi, bal faqad qala qifu inda wajibihi, simameni mahali ambapo kuna ajaibu za Qur'an. Na naam, Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea Qur'an asema ma farratna fi kitabi min shay. Una shida ya aina yoyote, rudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Duwaisi qari katika mji wa Makkah, siku moja anaisikiza Qur'an na mwalimu wake. Fajaa ar-rajul, akaja mmoja anaingia akasema, uridu an tastami' minni al-Qur'an, nataka pia mimi unisikize Qur'an. Malaa qalbahu hamman wa ghamman, moyo wake umejaa dhiki zote kwa kwamba wewe utazifikiria, balaa za mabibi, za watoto, nyumba zote, vitu vyote kuna. Sheikh akaambiwa kaa kando. Sheikh Duwaisi akiendelea kuisoma Qur'an kwa mwalimu wake, akawa anarefusha ule muda, akamwambia yule bwana, kaa kando isome Qur'an. Yule bwana anaisoma Qur'an. Baadaye, baada ya Sheikh Duwaisi kusikizwa, hafidhahullah, kusikizwa na mwalimu wake, akamwita yule bwana akamwambia, taali ikra al-Qur'an. Yule bwana anasema sikuweza kusoma hadhi kwa Sheikh. Kisa na maana ni nini? Anasema hainama qulta li an aqra al-Qur'an faqad mala Allahu qalbi bitumanina, uliponiambia Sheikh mimi nikaikana nisome Qur'an, moyo wangu umejaa utulivu na ndio nikawa nimekaa kando. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, tushikamane na Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amru ath-thalith, sababu ya pili ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni qiyamu bin nawafil baada al-faraidh, mtu kusimamisha zile ambazo kwamba ni sunna baada ya faradhi. Naomba nitoe tambihi, sisi sunna tunazozijua ni sunna kwamba ukiswali faradhi uswali na sunna, lakini hatujui sunna katika mavazi yetu. Hatujui sunna kwamba kula sio kula kingi, bali kula kidogo kinachotosheleza tumbo zetu. Kwa nini niseme hili ibadallah? Kwa sababu sisi tunajua Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mima rawahu Imam al-Bukhari rahimahullah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, inna Allah qala man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb wama takarraba ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wama yazalu yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Muislamu hata hata kufanya sunna kisha hata uhibba, harfu ghaya, yani kwamba kila unapofanya sunna ni sababu ya wewe kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mavazi yetu ibadallah, sunna ya mavazi yetu kwanza ni fardhi, ni mtu kustiri uchi wake. Ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka wazi sisi kuhifadhi uchi wetu, hadha huwa alwajib, hii ndio wajibu. Ila maji ya sunna, sunna ni gani? Mtu kuvaa kadri ambayo kwamba ni ya kisheria. Suruali yako Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam amesema isipite macho mawili ya miguu. Iwapo suruali yako itapita macho mawili ya miguu, hii sio sunna, bali katika makosa. Iwapo nguo yako ambayo kwamba unaivaa sio aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid, vaeni mavazi yenu mazuri mnapokwenda misikitini, ni mavazi ambayo kwamba yanaacha sehemu zetu za nyuma kuonekana, sio vazi ambayo kwamba ni la sunna. Iwapo nguo yetu ambayo kwamba tutakayoivaa ibadallah ni zile taita ambazo kwamba tunazivaa kisha zinaonyesha miili yetu katika pindi ambapo kwamba ni ya swala, sio sababu ya sisi kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wajibu ni satru aura, tumestiri aura yetu, lakini mavazi yetu yapelekane na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Suruali iwe juu ambapo kwamba ni ya macho mawili ya miguu, iwe sio suruali hayakuna fadfadha, iwe ni nguo ambapo kwamba sio tight. Hakuna anayekuzuia kupiga design, piga design, lakini mujibu ambapo kwamba ni wa sheria. Piga design iwe ni kitu ambapo kwamba ni presentable kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sababu ya pili ibadallah ni sisi kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya tatu, dawamu min dhikri llahi jalla fi ula
mtu kudumu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote, akawa anampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatukataza kutukumbusha, wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Tadabbar akhir al-aya. Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kwamba anatuelezea ibada Allah, mwisho wa aya una mafungamano na maneno kwamba anaelezea. Asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala usiwe kama wale ambao wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pia nao akawa ni kusahau. Katika athari iliyokuja ni kwamba mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakukumbuka. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii athari asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha hautakuwa katika walioangamizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio ikapaja bila katika kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Sehemu nyingi utaziona ikija utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kumtaja Allah kwa wingi. Usiseme umemtaja Allah subhanahu wa ta'ala umefanya adhkar za asubuhi ndio khalas, mpaka jioni ndio unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii sio dhikran kathira. Ni kwamba fala yazalu lisanaka ratban min dhikrillah, iwe mdomo wako unazidi kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema udhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuwa nimekutaja. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mwanadamu anapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala fi nafsihi dhakarahu Allah fi nafsihi, wa in dhakarni fi mala'in a'la wa in dhakarni fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrun min. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lau mwanadamu atanitaja mimi katika nafsi yake, Allah atamtaja. Ndugu zangu katika imani, ni utajo gani ulio bora zaidi utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala? Asema dhakartuhu fi nafsi, nitamtaja katika moyo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in dhakarani fi mala'in, na ikiwa mtu atakwenda yeye kunitaja mimi katika watu, mathalan tulivyokaa hivi, na wale pia ni sababu ya hii kupatikana sisi kuwa ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema dhakartuhu fi mala'in khayrun minhum, Allah anamtaja katika kundi ambalo kwamba ni bora kuliko kundi hili. Sisi wanadamu sio bora kuliko kundi la malaika. Allah anamtaja mtu katika kundi la malaika. Kwa hiyo ibada Allah ni sisi kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na ili tusiangukie katika maneno aliyoeleza nasullaha fanasiyahu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatukinaisha na kutuambia ala bidhikri llahi tatma'innu alqulub. Ewewe katika utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala nyoyo zinatulia. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako unakwenda kutulia. Hizi hamu na ghamu zote zinatuondokea kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ana 'inda dhanni 'abdi bi, hadithi ambayo kwamba anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi nakuwa na dhanna ya mja wangu kwa mimi. Na hili ndugu zangu katika imani ni katika jambo la msingi mtu kuwa na dhanna nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa yeye atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anakuwa ni kumtaja pia. Vile vile itharu mahabihi ala mahabbik, ni mtu kupenda kwa uchache aliyopendekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii inakuja wazi katika sura Tauba alipoeleza Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yuhibbul qawma al-fasiqin wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukia mifano ya vitu tunavyopenda, watoto wetu, baba zetu, mama zetu, familia zetu, ikiwa hivi vinapendwa zaidi katika nyoyo zetu kuliko vile kwamba anavyopendwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri, subirieni mpaka Allah waletee amri yake. Bimaana amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu siku moja anatembea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamwambia ya Rasulullah,
la anta ahabba ilayya, na kupenda wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini sikupendi zaidi ya nafsi yangu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar, bado haujakuwa wewe ni muumini wa kisawasawa, hatta akuna ahabba ilayka min nafsi, mpaka mimi Mtume sallallahu alaihi wasallam niwe nitakupendekezea wewe zaidi ya Umar. Fa Umar radiyallahu anhu hajachukua muda kumwambia, ya Rasulullah, anta ahabba ilayya min kulli shay, wewe nakupenda wewe zaidi ya kila kitu chochote. Faqala al-an ya Umar, ambia hivi sasa wewe Umar. Suala linalokuwa ni katika nyoyo zetu na akili zetu ni kwamba, je, watoto wetu, mama zetu, baba zetu na mali yetu na biashara, tujara tutakshawna kasadaha, na biashara kwamba Allah ametupatia sisi hizo na Allah subhanahu wa ta'ala, tukizipima zinapelekana katika namna gani? Maisha yetu na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake tukijipima, Allah anakaa wapi katika nyoyo zetu? Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa wapi katika nyoyo zetu? Kisha hapa tutajijua kama sisi ni waumini wanaostahili kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur barrul karim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Wa ba'd, ibadallah, miongoni mwa sababu za sisi kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mushahadatu birrihi wa ihsani, ni sisi kushuhudia neema na wema wa Allah subhanahu wa ta'ala anatufanyia. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, wama bikum min ni'matin fa min Allah, na hakuna neema ambayo utaipata wewe isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni katika makosa yanayopatikana katika sisi mtu kusema nashukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala, neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo. Ni makosa ya kiakida. Wewe ni neema gani ya Allah subhanahu wa ta'ala utakaoihesabia ni neema ambayo kwamba ni ndogo? Bani Israeli, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akiwaambia, wadhkuru ni'matallahi alaykum, na zitajeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyinyi. Wallahi ibadallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, la utazihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala hauwezi ukazihesabia. Na miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala na neema ambazo kwamba hatuwezi tukazitoshanisha na kitu kingine, neematul hidayah, ni neema ya kupewa katika hidayah nyingine. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Rasulullah, waambie hawa, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi neema tunazoyumba nazo tukiziangalia, sio neema za mwanadamu, sio neema mtu anakupatia, la bal min Allah jalla fi ula. Wa akmaltu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wallahi ibadallah, hakuna uzuri na neema isipokuwa neema tulionayo ya hidayah. Ibadallah, katika mambo yenye kuleta, bal anasema Ibn Qayyim, min a'jabiha, mambo ambayo kwamba yanaleta neema za Allah subhanahu wa ta'ala na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, inkisarul qalb, ni mtu kujidhalilisha, kujiweka chini. Put yourself down to the earth. Wallahi hakuna lizuri kama hili. Wacha let people lift you, wacha watu wakunyanyue. Na ndio utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuja katika hadithi ambayo kwamba ni sahihi katika Bukhari na Muslim, mtu akisema fulani ni mzuri, fulani ni kadha, fulani kadha, wewe mwambie Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun, Allah subhanahu wa ta'ala usinichukulie katika hayo unayosema, kwa sababu yanainua nafsi. Na sisi Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuende chini, na ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika hikma anayosema Ibn Qayyim katika kuweka uso wetu chini katika sujudi, ni sisi tujue kwamba sisi ni wa chini zaidi. Subhanallah, angalia katika asraru salat, kitabu ndogo tu ya asraru salat, sababu ya wewe kuweka uso chini ni kufahamu kwamba wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, na ilikuwa ni mafruḍ sisi tuangalie juu, tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuangalishe nyuso zetu, kwa sababu Allah yuko juu. Lakini imekuja tuangalize nyuso zetu chini, tufahamu kwamba sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bal faqad warada fi dhalika adhkar subhana rabbiyal a'la. Na hii ndio sisi tunasema tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu Allah yuko juu. Mal hikma fi dhalika, hikma ni nini? Tunaweka uso chini na tunasema Allah yuko juu, na ndio sababu ya ayatul kursi,
kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni aya ambayo kwamba ni bora zaidi kwa kuwa ina maneno mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile ibadallah, kwa kuwa tunasema wa huwa al-aliyyul azim, na Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, tena Allah ni mkubwa. Ibn Qayyim anatoa faida katika hizo aya maneno mawili, asema kullama ala shay sahut, kitu ikienda juu kinakuwa ni kidogo, lakini Allah yuko juu na Allah ni mkubwa. Walillahi al-mathalu al-a'la, Allah yuko juu na Allah ni mkubwa. Kwa hiyo ibadallah, ni sisi kujiweka chini. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo anaipokea Imam al-Bukhari, hadithi ambayo ni ya Shaddad bin Aus radiyallahu anhu, ni Nabii sallallahu alaihi wasallam qala sayyidul istighfar an yakuna al-insan au yakuna al-'abd, sayyid ambayo ni tukufu ambayo ni istighfar ni mtu kusema Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala wa'dika wa wa'dika mastata'tu. Hii mpaka hapa ni dua inayoonyesha kwamba mtu anamtambua Allah subhanahu wa ta'ala, bal anamwambia a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Kwanza umemtaja Allah subhanahu wa ta'ala sayyidul istighfar, kisha baadaye anasema kwamba a'udhu bika min sharri ma sana'tu, najikinga Allah subhanahu wa ta'ala na shari ya yale ambayo nimeyafanya. Bal anasema kwamba wa abuu bi ni'matik, na mimi Allah subhanahu wa ta'ala nakiri neema zako kwangu mimi. Kisha wa abuu bi dhanbi, na Allah subhanahu wa ta'ala mimi nimekosa, mimi kila wakati nakosa, nakiri katika kukosa katika dhambi zangu. Inkisarul qalbi, mtu kujiweka chini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukafahamu kwamba wewe unakosa, na ndio kaitwa sayyidul istighfar, kwa sababu unajiweka chini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal anasema pia vile vile wa hadha min mutalaati aibi al-insani li nafsihi, hii ni katika mtu kuangalia aibu yako mwenyewe, aibu yako mwenyewe. Unamwambia ya Allah, mimi nakosa na naomba ninapokosea, ya Rabbi nisamehe, kuliko kusema kwamba fulani mimi namuona yeye ni mkosaji kuliko mimi. La, kila asubuhi na jioni, adhkari ya asubuhi na jioni, unamwambia Allah, mimi ni mkosaji, naangalia yasiyo na haki ya kuangalia, nasikiza yasiyokuwa na haki ya kusikiza, nafanya makosa sehemu kwamba mimi natafuta riziki yangu. Kisha ya Rabbi, nakuomba uwe ni kunisamehea mimi. Abuu bi dhambi, nakiri katika madhambi yangu, ibadallah, na ikawa ni sababu ya mtu kuwa nimekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil khitam, mtu kuwa ni mwenye kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kukithirisha mambo mazuri, kuwa mwema kwa watu, kuwa wewe unakuwa ni mwenye kusikiza na uwe ni mwenye kufanya katika hali zote, inakuwa ni hali yako kwamba ni moja ni nzuri. Asema Allah subhanahu wa ta'ala alladhina yunfiquna fi sarra'i wal dharra wal qadimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mtu kufanya wema ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Asema na wale ambao kwamba wanatoa mali yao wakati ambao kwamba ni wa raha na wakati ambao kwamba ni wa shida. Wengi wetu Allah subhanahu wa ta'ala hii aya ameiweka kwa sababu watu wengi wetu wakati dili iko sawa ndio sisi tunatoa, dili kienda makosa ndio sisi tunazuia. Uchumi mbaya, bali na tunatoa hata maneno ya kuwekea viongozi, wao ndio walioharibu katika uchumi, pengine wale magavana na wengineo, tunasema hawa ndio wameharibu uchumi. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, mtu hali yake yote iko sawa katika kutoa na katika hali ambayo ni raha na hali ambayo ni dhiki. Kisha ndio Allah asema anawapenda watu hawa. Allah anakuwa ni kuambia kwamba walkadhimina alghaiba, na wale ambao kwamba wanashika ghadhabu zao zile. Mtu ambao kwamba hasira imekuja, mtu amekuudhi na wewe ukazuia katika zile ambao kwamba ni hasira zako. Subhanallah, kisa wengi ni vijana. Mimi nimeshuhudia sehemu tunaocheza sisi mpira, timu ya pili, sisi tuko uwanja wa kwanza, timu ya pili hata dakika 5 hawajacheza wameanza kupigana. Waislamu dakika 5 hawajacheza, sisi tumecheza masaa mawili na game inaendelea tu. Hawa wenzetu dakika 5 hawajacheza, vita vimeanza, bali na matusi yameanza. Allah anasema walqadhimina alghaidha, wenye kushika hasira zao, wala afina anin nas, na wale ambao kwamba ni wenye kusamehea.
yaani sio kila unapokuwa umekosewa wewe una revenge, sio kila unapokosewa una revenge. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa shadidu bisur'a wa innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, ukishika nafsi yako, ukishipokea hasira zako ukazizuia, Allah subhanahu wa ta'ala atazuia nafsi yake katika watu ambao wanawaangamiza. Fadhila ya mtu kushika hasira zake na watu mtu kusamehea, bal Allah subhanahu wa ta'ala akasema wallahu yuhibbul muhsinin, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.